Binafsi nimefurahi kufika maeneo haya. Nadhani kwa nchi ya Kenya ni mara yangu ya 3 sasa. Mara ya kwanza nilikuwa maeneo fulani wanaita Meru. Huko Meru mbele huko. Mara ya pili nilikuwa maeneo fulani ya huko sehemu za kuliani huko wanaita Kerege. Kerege sijui itakuwa ni hivyo. Ni hivyo Keancha. Sawa. Sasa niko hapa. Hii inaitwaje? Nini? Gregorian. Ile jina ni sana. Asante. Basi binafsi namshukuru Mungu kwa kuwaona nyie wasafiri wenzangu tunasafiri kuelekea wapi? Mbinguni. Kwa kawaida yapo mashirika na makampuni na taasisi kubwa duniani ambazo zinakusanya watu kuwa katika umoja. Lakini mara nyingi ule umoja wao ni wa maslahi. Tuko pamoja? Ule umoja wao ni wa kimaslahi. Aidha unaweza ukawa kwenye kampuni ya simu ya Vodacom. Kenya mnaita Safaricom. Wale watu wanaopaleti ile kampuni kuna nyakati fulani wanakutana kutokana na majimbo yao. Ila kinachowakutanisha watu hao ni maslahi. Ila sisi hatukutani kwa ajili ya maslahi ya dunia. Maslahi ya wapi? Ya uzima. Sasa kuna maneno machache ambayo nilitamani tushiriki wote kuyatafakari katika mchana wa leo. Kuna maneno machache ambayo nilitamani tushiriki wote kuyatafakari katika maandiko ya Biblia. Kenya ni nchi iliyo katika maeneo ya Afrika Mashariki sawa na Tanzania. Haya maeneo yetu haya ni maeneo ya unabii, ila wengi wetu hatujui na baadhi ya wengine tunajua. Movement zinazofanyika maeneo haya ya Afrika Mashariki na Kati, matukio yanayotokea ninyi watoto, wengi wetu hatufahamu ya kwamba yapo kwenye ratiba ya unabii. Ukiwa kwenye ratiba ya unabii unapaswa kukaa chonjo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni sawa na dereva anaendesha gari lakini yuko kwenye taa traffic. Yuko makini atakapoona imewaka rangi ya kuruhusu afanye nini? Asipoondoa gari pale kuna hatari ya kusababisha ajali. Na kama ni barabara ya kukimbia kwa kasi, anatakiwa awe kwa nini? Kasi. Kama watu tujaye kwa bredi tutaona. Hivi mnajua Kenya ndio nchi yenye uhuru mkubwa sana kwa katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Na ndio ina makundi mengi ya kidini katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini niwape kitu kingine ambacho inawezekana ni kizuri. Nchi za Afrika Mashariki na Kati, hasa Kenya na Tanzania, zina watu ambao wakipokea hawaachi. Akishika ni kama mtoto mchanga. Mtoto mchanga ni vigumu kumkuta amenyosha mikono. Muda mwingine amefanya nini? Ameshika. Hizi nchi zina watu ambao bado wameshikilia sana mila za zamani, ila kishaongoka akamjua Yesu anashika kama vile alivyokuwa anafanya nini. Tunasikia vijana wanasema sasa safari ya ifanye nini? Ianze. Barikiwe sana. Songa mbele. Safari ya ifanye nini? Ianze. Sasa tupo kwenye wakati ambao ni mkakati. Sijajua kama Kiswahili changu kitawaelewa, lakini ndio mnaelewa. Mimi natumia Kiswahili sana kuliko Kiingereza. Sasa leo
nitapenda tutafakari kidogo habari za injili ya Yesu. Yesu aliishi duniani kama wanadamu wengine, akikabiliwa na hatari za aina mbalimbali ambazo leo na sisi zatukabili. Hebu fikiria, mwendesha kipindi hapo ametuambia Yesu alikuwa single. Single ni mwanamke, sio mwanamke, si ndio? Sio hivyo tu, Yesu hata kiwanja hakuwa nacho. Wewe una shamba? Sina mashamba? Sina na nyumba? Yeye hata kiwanja hakuwa, hata tofali hajafyatua. Hana kufyatua tofali. Sio hivyo tu, hata nyumba, kibanda kama kile pale Yesu hakuwa nacho. Kibanda, yaani kibanda cha shambani. Sio nyumba, kibanda kama kile pale Yesu hakujenga. Alikuwa ni mtu anatembea huku na kule, anazunguka, kijana wa umri wa miaka 30-33, anatembea. Nyuma yake wako wanaume wenye familia zao wanamfuata. Unafikiri kuna hitaji kujiondoa kile kiasi gani? Kama yule mzee pale anakuwa anaacha familia, yaani fikiria kama Petro ana familia. Ana mke na watoto kule nyumbani. Sasa ameacha kazi ya kuvua samaki. Mimi ninapozaliwa kule kwetu, ninazaliwa ziwani. Najua wavuvi wanapata pesa sana. Kuvua samaki kuna pesa nyingi. Ila wavuvi hawajui kutumia pesa. Leo unaweza kuingia baharini ukapata rangi ya 200. Zote na maiza. Unasema kesho napata nyingine. Hapo unakosa. Sasa aliacha familia na watoto, akaona mfuate nani? Siku moja anamuuliza swali, sasa Yesu, tumeacha vyote, nyavu tumeacha na mitumbwi, tumekufuata, tutapata nini? Kwa ni swali la kiutuzima sana. Sasa wale mnaoandika vichwa vya habari au kichwa cha somo, andika hivi: Yesu alia machozi. Yesu katika tembea, katika kuhubiri, kufanya kazi yote hiyo, kuna wakati alilia machozi. Watu wanamfuata, namwambia, wanamfuata mwana wa Adamu. Mbweha wana mashimo yao, ndege wana viota, ila mwana wa Adamu hana hata mahali pa kulaza kichwa. Ukristo, ndugu zangu, Ukristo tulielewa vizuri. Unajua kuna watu wanasema njoo huku utaendesha gari. Ukiingia kwa hili kanisa utajenga ghorofa. Ukiingia hapa utakuwa na ndege. Wako wahubiri nasema nyie wote mtakuwa na magari. Kenya yote itakuwa na magari. Unafikiri Kenya wote watakuwa na magari? Tutaendesha wapi? Yaani kama hapo wote yaani wote ni magari tu. Inatosha kweli? Inawezekana barabara zitoe, ndio? Ukiangalia kwa Biblia tulivyo hapa. Ukristo unahitaji kujikana sana. Unahitaji kufia ulimwengu. Yesu alilia. Fungua Biblia yako Mathayo 21. Nitaomba msomaji mzuri naye kimbia atusomee mstari wa kwanza mpaka 11. Mathayo 21 mstari wa kwanza. Tutakimbia. Mathayo 21 mstari wa kwanza mpaka 11. Andiko anasema, ndio, hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndio ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, ndio, na mara mtaona punda amefungwa, ndio, na mwanapunda pamoja naye, ndio, wafungueni niletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana na wahitaji, na mara huyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda, na mwanapunda mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti
wakayatandaza njiani. Ndio. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Yesu alipoingia Yerusalemu, 10 rudia vizuri hapo 10. Fungu la 10. Yesu alipoingia Yerusalemu. Biblia yangu na neno linasema hata. Okay. Hata alipoingia Yerusalemu. Ndio. Mji wote ukataharuki. Watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kulikuwa na furaha ya ajabu sana. Hakuna wakati ambapo Yesu alionekana kukubalika kama wakati huu. Yaani Yesu anatembea, watu wanaweka nguo chini, wanatandaza barabarani. Wale wasiokuwa na nguo wanakata matawi ya miti ya mitende inafanana kama minazi au michikichi. Mchikichi unafahamu? Mnajua mchikichi? Nazi inaeleweka vizuri. Nazi inaeleweka kama nazi. Watu wanatandaza barabarani. Kwa hiyo kama utaangalia barabara inakuwa kijani. Watu wanaulizana, huyu ni nani sasa? Wanasema, huyu ni nabii wa wapi? Ukisema leo nabii nasema, siku hii ni ile ya watu ilivuviwa. Huu wimbo ulishuka moja kwa moja, yani walivuviwa, watu wakarukaruka. Roho nabii nasema, kulikuwepo na watu ambao alikuwa amewaponya, walikuwa ni bubu, hawawezi kuongea vizuri. Sasa ndio walikuwa kwanza wanaimba. Kulikuwa na wale ambao walikuwa wamelemaa miguu, ni viwete, wanatembea magongo, ndio wanaorukaruka. Watu wanaulizana, huyu ni nani? Yesu anaingia Yerusalemu. Ukisoma Roho nabii anasema, wakati amempanda yule punda, alikuwa amechukua desturi na kawaida ya wafalme wa Israeli waliokuwa wanafanya zamani. Ile wakati huu hawana mfalme, wako chini ya wale. Lakini nataka tuelewe kwamba hii wiki Yesu atakufa. Ndani hii hao wanaomwimbia, wanaofurahia kesho kutwa, siku ya Alhamisi ijayo, hapa ilikuwa majira kama ya Jumanne, tapila Jumatano, Alhamisi atakuwa na meza ya Bwana na Pasaka pale, na atakamatwa. Ijumaa watafanya nini? Watamuua. Yaani wale ambao nyuma hapo walikuwa wanamfurahia, wanashangilia, baada ya siku chache 3 hapo baadaye watasema asulubiwe. Sasa sikiliza. Kuna jambo nataka hapo tuliangalie. Twende Marko. Tutasoma fungu mengine marefu kidogo. Marko 11 mstari wa kwanza pia. Marko 11 mstari wa kwanza. Amerudia kisa hicho, ila kuna maneno fulani pia ameyazungumza pale. Hicho kisa Marko amekiandika, Luka amekiandika, Yohana amekiandika, na tutasoma waandishi wote. Marko 11 mstari wa kwanza. Karibu msomaji, utaenda mpaka 11. 11 fungu la kwanza Marko. Karibu. Anasema, hata walipokaribia Yerusalemu karibu na Bethfage na Bethania kukabili mlima wa Mizeituni, aliwatuma 2 katika wanafunzi wake. Ndio. Akawaambia, nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake mara mtaona mwanapunda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado. Mfungueni kamleteni. Na mtu akiwaambia, mbona mnafanya hivi? Isemeni, Bwana anamhitaji na mara atamrudisha tena hapa. Ndio. Wakaenda zao, wakamwona mwanapunda amefungwa penye mlango katika njia kuu, wakamfungua. Baadhi ya watu waliosimama huko wakawaambia, mnafanya nini kumfungua mwanapunda? Wakamwambia kama Yesu alivyowaagiza, nao wakawaruhusu. Wakamletea Yesu yule mwanapunda, wakatandika mavazi yao juu yake, akaketi juu yake. Watu wengi wakatandaza mavazi yao njiani, na wengine matawi waliokatakata mashambani. Ndio. Nao waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Umebarikiwa na ufalme ujao na baba yetu Daudi.
Hosana juu mbinguni. Sura 11. Naye akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na alipokwisha kutazama yote pande zote, kwa kuwa ni wakati wa jioni, akatoka akaenda Bethania pamoja na wale thenashara. Asante sana. Hapa kuna neno ambalo kwa matatu tulisoma inayozungumzia hapa kwamba yeye Hosana ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Amebarikiwa na ufalme ujao wa baba yetu Daudi. Yesu pia alikuwa ni wa ukoo wa Daudi. Nilikuwa wakati fulani nikitafakari habari ya katika Mathayo 1 ameandika ukoo wa Yesu. Mungu ana hekima sana. Unajua kuna watu wanasema hakuna Yesu hajaje. Kuna dini wanaita Judaism. Hawaamini Yesu Kristo Masihi kwamba alishafanya nini? Alishazaliwa. Wanasema bado yuko wapi? Yuko mbele atazaliwa. Sasa wanaulizwa, yule wanasema yule ni mjanja fulani tu, alikuwa ni mjanja fulani. Alikuwa ni Myahudi fulani mwenye akili fulani. Mjanja. Hiyo kwa Biblia, kwa kuwa Masihi anatakiwa atoke ndani ya ukoo wa Daudi, Biblia imeandika ukoo wake. Kutoka babu huyu hapa vizazi 14. Kutoka babu huyu hapa vizazi 14. Kutoka huyu hapa mpaka kwa Yusufu mpaka kwa Yesu. Unaweza ukamilisha hicho kitu. Vinasaba vimetajwa. Ili kuonyesha huyu ndiye. Sasa wakati anaingia Yerusalemu ni wakati Wayahudi wako chini ya Warumi. Wanatazamia kwamba Yesu atafanya jambo, achukue mamlaka ili aweze kuchukua kiti cha enzi, Warumi wafukuzwe. Kwa hiyo katika mioyo ya washiriki wengi, tuchukue kama washiriki, ni kwamba sasa kanisa letu sasa hivi linaenda kuajia makanisa yote. Unajua kama ile rais anaitwa Rais wa Kenya anaitwa William Ruto. Nadhani kija kusali hapa, hao watu wote wapokuwa tunakuja. Sindio? Yaani unasikia William Ruto anasalia pale. Haina haja ya kupiga kusema tunahubiri. Wote sema rais asali pale. Kuna matukio mbili kabisa. Hilo ndio kabisa. La moja kwa moja likwenda mbinguni. Rais asali hapa. Na watu tunakuja. Hiyo si kwa sababu ya ukweli. Na hivyo ndivyo imekuwa. Kwa hiyo walitamani kumwona Yesu anachukua kiti cha enzi cha Daudi. Lakini jambo lingine, Yesu amefanya muujiza mara kadhaa ya kubadili mikate miwili, mikate 7 kwa chakula. Sasa mkiwa na rais wa namna hiyo, mfalme wa namna hiyo, kuna haja mkienda vitani na bebe magunia ya chakula? Nyakati zile wanajeshi walikuwa katika vikosi. Kuna kikosi kinabeba maji na chakula. Kuna kikosi kinabeba silaha, sio kama saa hizi. Akishabeba mkate sio na weka madawa gani, akila mkate mmoja siku haja. Hawana haja ya kubeba magunia ya chakula. Hawabeba magunia ya chakula. Sasa tunaendelea sana. Sasa walijua ya kwamba Yesu kama atakuwa mfalme akatawala, tuna mfalme wa ajabu sana ambaye Warumi watatuchezea. Lakini katika mafundisho ya Yesu anawaambia, mimi mfalme wangu sio walimwengu huu. Sasa huyu mfalme namna gani? Sasa kuna kitu cha ajabu ambacho leo tutakiona katika tukio la mwisho. Naomba twende kitabu kile cha Luka 19. Kwa wakati wako unaweza kusoma Yohana 12 hadi 19. Ila naomba twende kwenye Luka. Luka 19. Ukifika anza mstari ule wa mengine tumeyasoma, sitaki tuyarudie. Naomba tuanze mstari wa 41. Twende sasa. Anasema, alipofika karibu aliona mji akaulilia, akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani,
lakini sasa yamefichwa machoni pako. Tulia kidogo hapo. Kumbuka Yesu anapita pale juu kwenye mlima wa Mizeituni. Anafanya kama anateremka kuingia katika tambarare za bonde. Unajua mji wa Yerusalemu ulikuwa maeneo kama ya bonde, unazungukwa na milima. Kuna mlima unaitwa Mlima Sayuni. Huko hapo. Na ukisoma Roho nabii anasema wakati huu ilikuwa ni jioni. Miale ya jua inapotoka magharibi inapiga kwenye ukuta wa hekalu. Ukuta ule wa hekalu ulikuwa umejengwa na mawe yale yanaitwa marumaru. Kule juu kulikuwa na mnara ambao ni wa dhahabu. Kwa hiyo kuna hali fulani ya mng'ao wa hizo mawe za thamani zimechanganyikana. Kwa hiyo na ulikuwa ni msimu wa Pasaka. Msimu wa Pasaka kulikuwa na kitu wanaita leo wanasema kuhiji. Sawa? Hiyo tunaelewa kama ile Waislamu wanakwenda Maka. Kwa hiyo Waisraeli wengi kutoka mikoa mbalimbali na mataifa mengine walikuwa wamekuja wako ndani ya Yerusalemu. Na kuzunguka hekalu zilikuwa zimepigiliwa hema za watu waliokuja kwenye mkutano mkuu wa kitaifa. Sasa Biblia inasema alipofika karibu aliona mji. Ukienda Nairobi, ukifika Nairobi, unapoingia Nairobi, ukifika unaanza kulia machozi. Unafikiri abiria wenzako wanasema. Yesu alikuwa anaimbiwa nyimbo, alikuwa anashangiliwa, watu walikuwa na furaha, wanaimba, kelele ziko juu. Alipoona mji Yesu akaanza kulia. Ndicho kanachosema. Naomba ninukuu mwake. Mama White ameandika kitu fulani. Wale walio na kitabu cha Pambano Kuu. Pambano Kuu sura ile ya kwanza. Sura ile ya kwanza kabisa. Ngoja niwape ukurasa. Tutawaambia na ukurasa wa Kiingereza. Angalia ukurasa wa 20 wa Kiingereza. Pretty controversy. Ukurasa wa 20. Kiswahili ni ukurasa wa 16. Bwana John, pamoja kuna hapo. Okay? Nitanukuu hapa nisome. Ukurasa wa 16 ni aya ya pili. Unasema hivi? Wale mnaosoma kwenye Kiingereza na ukurasa wa 21. Manabii walikuwa wamelia kwa machozi juu ya uasi wa Israeli na ukiwa wa kutisha uliowajilia kutoka na dhambi zao. Yeremia alitamani machozi yake yawe chemichemi ya machozi ili aweze kuulilia mchana na usiku kwa ajili ya kuuawa kabiti wa watu wake, kwa ajili ya kundi la Bwana. Hiyo naweza kuipata katika Yeremia 9 mstari wa kwanza na 13 mstari wa 17. Ilikuwa huzuni kiasi gani kwa ambaye mtazamo wa jicho la unabii ulimfanya ndani yake sio kwa miaka bali kwa vizazi vingi sana. Alimuona malaika mwangamizaji akiwa na upanga ulioinuliwa dhidi ya mji ambao kwa muda mrefu sana umekuwa makao ya Yehova. Kutokea kwenye ukingo wa mlima wa Mizeituni, mahali pale ambapo baadaye palitumiwa na Tito na jeshi lake, alitazama ng'ambo ya bonde kwenye nyumba takatifu na baranda zenye matao na nguzo, na kwa macho yaliyojawa na machozi aliona taswira ya kutisha, kuta zikiwa zimezingirwa na majeshi ya kigeni. Alisikia vishindo vya majeshi yakipanga kwa vita. Alisikia sauti za akina mama na watoto wakilia chakula katika kuzingirwa kwa mji.
aliona nyumba yake takatifu na nzuri, na jumba yake makubwa na minara yake zikiteketea kwa moto, na mahali ambapo awali yalisimama pakawa rundo la maangamizi ya moto tu. Kwa hiyo Yesu wakati analia alikuwa anaulilia mji kwa sababu ya maovu yake na kumkataa yeye. Roho nabii anasema kwa wakati huo Yerusalemu ilikuwa imestawi, ila aliangalia mbele, sio kwa mwaka mmoja, katika vizazi vya mbele jinsi Yerusalemu itakavyoangalia. Lakini cha ajabu jinsi watoto na akina mama watakavyolilia chakula ndani ya Yerusalemu ukiwa umezungukwa. Ilipita miaka 40 kuanzia kwenye tukio hili, ndipo tunapojifunza juu ya kuzingira na kuangalia kwa Yerusalemu. Unajua njaa, Waswahili wanasema hakuna komando wa njaa, hakuna bondia wa njaa. Hakuna mafunzo ya kijeshi ya kushinda njaa mpaka leo. Yaani mtu anaweza akafundishwa yaani kukaa kwenye jua kali, kunyanyua vyumba vizito, kukimbia, kuvumilia hali yoyote, ila hakuna mafunzo ya kushinda nini? Njaa. Hata ongea na wanajeshi, atakwambia bwana njaa niacha. Kwa hiyo huwa wale wanaokamatwa mateka anaweza apigwe, aulizwe siri za jeshi lao kule, akakaa kimya, siku ya mwisho anafungwa pale, hakuna kupata. Halafu wenzake wanakuja hapo, wanakuwa vyakula vizuri, ile harufu nzuri, yeye njaa ikishamkaba siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, anasema jamani, mnifungue niwaambie, nipeni kidogo nile. Halafu nasema ambia sema, atatoa siri zote. Sasa Warumi wakati wanazingira Yerusalemu, Roho nabii anasema Yesu alisikia vilio vya akina mama na watoto wao wakiwa nalia kwa sababu ya njaa wakati wa kuzingira. Unajua walikuwa watoto. Mtoto leo mzaa, mimi ni baba wa watoto 5 sasa hivi. Huwa naangalia kina mama. Najua hao kina mama hawa mioyo yao inafungamana sana na watoto kuliko wanaume. Hiyo ni kwa sababu ya maumbile. Kuna vitu wakina mama wanavyo ambayo sisi wanaume hatuna. Mwaka tulijaribu kwenye somo la wazazi tutakuja kujifunza. Katika maumbile, mama akibeba mimba, ubongo wake unageuka, unabadilika. Kwenye ubongo kuna sehemu kuna rangi ya kijivu. Wanasayansi wanasema huwa panabadilika na wakati mwingine ubongo unapungua. Ila hiyo hali inamfanya mwili wake uanze kutengeneza mabadiliko ya kupokea, kunyonyesha mtoto na kumlea. Na ndio maana wanawake walio wengi wanaonyonyesha, mtoto anaweza kalia yuko kule, ila sauti yake haisikii. Huko wakwambia mtoto afanya nini? Analia. Wanaume hatuna. Na kweli ukiona mtoto ameamka anafanya nini? Kuna mawasiliano yako hapo. Sasa chukulia mtoto ambaye amemnyonyesha, amemlea kwa upendo mkubwa, lakini sasa afika hatua anampikia kwenye sufuria amle. Yesu alipoona haya alilia. Turudi kwa Luka. Lakini yote hayo ni kwa sababu ya dhambi. Rudi Luka ile 19 mstari tulisha mstari wa 40. 42. Soma 43. Kwa kuwa siku zitakuja. Wakati Yesu analia, machozi yanatiririka, anasema kwa kuwa siku zitakuja. Adui zako watakapokujengea boma, likuzunguke. Ndio. Watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Kwa sababu hukujua wakati uliotembelewa. Mungu atusaidie watu wa Mungu tulio hapa. Tujue tuna wakati gani. Unajua saa hii kuna mashirika mengi yanayohamasisha mambo ya biashara, uchumi. Ila kadri watu wanahamasisha uchumi, watu wafanye hivi na buni ile na pale,
ukisikia zile takwimu za ile shirika la fedha duniani, wanasema uchumi wa nchi lazima ufanye nini? Kuporomoka, ndio? Au unaongezeka? Unaporomoka. Najua hata hapa Kenya kwanza mwaka 2019 kuja hapa mbele kuna hali isiyo nzuri. Hata kwa Tanzania. Matokeo yanasema ni ile ugonjwa wa COVID. Nchi nyingi uchumi unafanya nini? Wanasema kuna mdororo wa uchumi. Sitaki kwenda huko. Maana hapo tujale tunakuja kukuta huko na unabii, maana vipo hivyo vitu tunaona. Sasa Yesu aliona mambo ambayo yangetokea katika vizazi ambavyo vingefuata. Hawakujua wakati waliotembelewa. Kristo ndiye alikuwa mfalme wa amani, ndiye mponyaji wao. Kama Yerusalemu ingalimpokea Yesu, Roho na Biblia inasema Yerusalemu ingedumu mpaka leo. Haleluya. Lakini hawakujua. Wakati ukweli unapokuwa umefika, usijue kuwa ni ukweli. Unapita. Ukweli ni kama maji yanayotembea. Na Mungu anasoma. Kuna mahali fulani ameandika kama utakuja kupita nafasi ya pili umekwisha. Wayahudi nafasi ya kwanza imepita. Ila kwa wakati tulionao watahubiriwa na watu wa mataifa. Yaani ipo siku Mkenya atamhubiri Bwana. Akimwambia habari za nani? Za Yesu. Ila wao kama wangempokea ndio wametuhubiria habari za Yesu. Unaona hiyo? Hiyo nimesoma kwenye kitabu cha Mambo. Kwa hiyo Wayahudi nao sasa kama watapita na mambo nyingine wamekwisha pia. Twende turudi kwenye roho ya nabii. Kuna kitu kingine. Mahali ambapo inahitaji sisi tuweke msingi sana. Ilipofika mwaka 70, Warumi walizingira Yerusalemu wakauzunguka ule mji. Sheria ilikuwa ni ya kwamba mtu anayeingia ndani anaruhusiwa kuingia ndani, ila mtu anayetoka ndani kwenda nje hairuhusiwi. Kwa hiyo ndio mnaingia ila mferini hatoki. Ni kwao. Linaingiza watoto. Sasa watu wako mle ndani na walikuwepo manabii wa uongo waliowaambia watu msiwe na wasiwasi, huu ni mji mtakatifu. Hauwezi kupigwa na Warumi. Hao ni makafiri, ni washenzi tu, hawana Mungu. Lakini kumbuka wao wenyewe ambao walikuwa na Mungu wamemkataa mwana wa nani? Tena wamemuua. Kwa hiyo Yerusalemu ina hatia ya damu ya mwana wa nani? Wa Mungu. Hawakujua. Sikiliza, nabii anasema hivi. Yesu akitazama mbele katika vizazi vingi. Hebu hapa kimawazo. Utoke pale kwenye kizazi cha Kristo kwa Wayahudi. Angalia katika miaka ya mbeleni, yani kuja huku kwetu katika miaka yetu hii. Aliona watu wa agano wakiwa wametawanyika katika nchi. Kama mavunjiko ya meli iliyoteketezwa pwani. Katika adhabu ya muda iliyokuwa karibu kuangukia watoto wake, aliona kundi la kwanza kutoka kwenye kikombe hicho cha ghadhabu ambacho katika hukumu ya mwisho ni lazima wakinywe makapi yake yote. Huruma za Mungu, upendo mkuu ulionekana katika usemi wa maneno ya maombolezo. Yerusalemu, Yerusalemu, uongoaye manabii na kuapia kwa mawe wale waliotuma kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku akikusanyana pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa zake, lakini hamkutaka. Ewe taifa lililopendelewa kuzidi mataifa mengine yote, laiti ungejua wakati wa kujiliwa kwako na mambo ya pasao amani yako. Nimemzuia malaika wa haki. Nimewaita mpate kutubu bila mafanikio. Sio watumishi, wajumbe na manabii tu waliowakataa na kuwapuuza, lakini walimkataa mtakatifu wa Israeli, mkombozi wao. Wakati utakapoangamizwa, wewe mwenyewe ndiwe utakaye kuwajibika, wala hamtaki kuja kwangu mpate uzima. Kristo aliona katika Yerusalemu, hii pointi ichukue. Kristo aliona katika Yerusalemu
ishara ya ugumu wa ulimwengu katika mtu kuamini na kuasi, na kuharakisha kukabiliana na adhabu ya hukumu za Mungu. Ole kwa jamii iliyoanguka, iligusa moyo wake. Aliazimisha kutoka katika midomo yake kilio cha machozi yenye uchungu. Kwa hiyo dhambi ya Wayahudi inavuka mipaka kwetu. Kwa hiyo ikiwa Yesu alilia kwa ajili ya Yerusalemu akatokwa na machozi, vile vile analia kwa ajili ya mimi na wewe. Kama wana hatia ya kumkataa, hapa chini nasema ulimwengu leo tuna hatia ya kukataa sheria yake. Nadhani tumekuwa tukijifunza mambo ya tabia ya Mungu, kwamba sheria ya Mungu ni tabia nani? Ni tabia yake. Sasa Yesu wakati analia, anachokiweka msingi ni kwamba wakati wa kujiliwa au kujua, unajua ni bahati mbinguni. Ili kuingia mbinguni ni bahati. Mbinguni sio bahati. Unaweza unatembea hivi, huku ni maana unachimba dhahabu. Unaweza kuwa unachimba shimo ukabahatisha. Unapochimba shimo la choo au shimo uweke takataka, unakutana nini? Na dhahabu. Mbinguni sio hivyo. Yaani hakuna mtu atajikuta amebahatika. Yuko wapi? Hapana. Hicho kitu hakipo. Ndipo sasa kuna injili ya unyakuo. Kuna watu wanasema kuna wakati yako mafungu fulani wanachukulia, yaani ule usemi kama nilivyosema ndivyo wanachukulia. Wawili watakuwa na saga, mmoja anatwaliwa, mwingine anafanya nini? Anaaga. Wanawake watakuwa na saga. Au mko shambani, mume na mke, unashikia mwenzao ashachukuliwa shaondoka. Hapana. Ni ya kwamba maisha tunayoishi leo kutokana na kila tunachokitenda kinaamua hatima ya maisha yetu ya wapi? Ya baadaye. Na kadri ulimwengu tunavyotembea, iwe ni ndani ya kanisa, kuna mchoro, kuna mstari wa nyoka unaendelea kuchorwa. Wakati wengine wakijifunza na kujitahidi kuishi maisha ya Kristo kwa neema ya Mungu, wengine wanaeka maisha ya Kristo. Yaani kuna wanaosema kumtumikia Mungu hakuna nini? Hakuna faida. Yesu anapotazama watu wa namna hiyo, analia machozi, alitulilia. Kwa nini tunamfanya Yesu alie? Kwa nini kumfanya Yesu alie? Ukisoma kile kisa pale chini, kwenye roho nabii nasema, wakati Yesu analia watu walinyamaza. Hebu sikiliza maelezo hapo. Kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kuna maneno machache. Bwana John, Tumaini la Vizazi Vyote tunayo hapo. Naomba nisome haya maelezo. Ukurasa wa 435 Kiswahili. Wale wanaosoma ya Kiingereza, Deserve Agency ni ukurasa 577. Kwenye Deserve Agency ni ukurasa 577. Sasa tumeandika hivi. Ni aya ya 3. Yerusalemu ulikuwa mtoto aliye katika matunzo ya Kristo. Na kama vile baba mwenye upendo aombolezavyo kwa mwanae aliyeasi, ndivyo Yesu alivyoulilia mji huu uliopendwa. Nawezaje kukuacha? Nawezaje kukuona hivi ukielekea katika uangamivu? Je, nikuache uelekee katika kukijaza kikombe cha uovu wako? Roho moja ni ya thamani sana, kiasi kwamba kwa kulinganishwa nayo malimwengu yote yalionekana kutokuwa na umuhimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho moja. Yaani wewe, acha tuko watu wengi hapa. Yaani mtu mmoja, chukulia mtu mmoja kwamba kama mtu mmoja ndiye alikuwa duniani ndiye amepotea, mmoja tu. Leo tuko bilioni 8 sio kwa ngapi? Duniani. Hiyo kama inaonekana mmoja tu ndiye amepotea.
Yesu angeacha malimwengu mengine na hizo bilioni zingine za watu, angekuja kufungaje huyo mtu? Sasa leo waliopotea wako wangapi? Ni wengi. Kwa hiyo kilio cha Kristo ni kikubwa mno. Yerusalemu inasimama kama kaeneo kadogo kanakowakilisha eneo pana la ulimwengu mzima. Ukiwemo wewe na mimi. Tunamfanya Yesu amini. Siku moja mwaka 92 baba yangu alipelekwa kwa ofisi. Kuna kosa moja alikuwa amefanya. Mtendaji akaamrisha apigwe viboko pale ofisini. Na mimi nilikuwepo siku hiyo mwaka 92. Migambo wakatoa ile mikanda ile, wakamfunga miguu, wakamfunga mikono, wakafunga kwenye mti kama pale, wakaanza kumtandika. Nilisikia baba anapiga kelele, "Nakufa!" Nilijikuta niko nalia. Yaani ninahisi wamemuua, amekufa. Ila sikuona yeye akilia machozi kutoka. Ila nisikia yapiga, "Nakufa!" Baadaye kamweka wakafunga mlango. Nilienda nikashika mlango ule pale na kitu nimesukuma. Nikaanza kuchapa na mimi hapo nikafuta. Toka! Kitu nilifanya ile tukio mpaka leo alitoa kichwani. Yaani alifutika kabisa. Yaani hata nikikumbuka hivi nakumbuka mandhari ya pale. Nilimwona baba ni kama baba anateswa. Anauawa. Wale ni jambo licha kwamba sheria imeonyesha amefanya makosa na adhibiwa kwa makosa yake. Mimi hiyo sikufanya nini? Sikuingiani kuiona, ila niona wale watu ni wabaya sana. Ila haki itaka adhibiwe vile. Sasa leo sisi hata hatuoni ya kwamba Kristo amepata uchungu, amelia, amehuzunika mpaka amekufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Bado tuna tamaa ya kumfanya Yesu aliye awamu nyingine na nyingine na nyingine. Sasa sikiliza. Nabii anasema hivi. Lakini sasa hapa alikuwa na kupotea kwa taifa zima. Wakati ambapo lile jua la magharibi lingekoma kuonekana siku ile, ndipo na siku ya neema kwa Yerusalemu ingekuwa imekoma. Msafara ule ulikuwa unasimama pale kwenye kilele cha mlima wa Mizeituni. Yerusalemu ilikuwa haijachelewa kutubu. Malaika wa rehema alikuwa ndipo bado anakuja mabawa yake ili kushuka chini kutoka kwenye kiti cha enzi cha dhahabu akipisha haki na fagio hukumu iliyokuwa inakuja. Lakini moyo mkuu wa upendo ulikuwa bado unabembeleza mji wa Yerusalemu ambao ulikuwa umekataa huruma zake. Ulikuwa umedharau maonyo yake, na sasa ulikuwa unaenda kupata mkono yake ya doa na damu yake Yesu. Ikiwa Yerusalemu ungetubu, ulikuwa haujachelewa. Wakati ambapo mionzi ya jua inatua, ilikuwa bado inamulika kwenye hekalu, mnara na nguzo zake. Je, malaika mwema asingeongoza mji ule kwenda kwenye upendo wa Mwokozi na kuepuka hatima yake ya uangamivu? Siku ya rehema ya mji huu mzuri usiokuwa na mtakatifu ulikuwa inapiga kwa mawe manabii. Ulikuwa umemkataa mwana wa Mungu. Ulikuwa umejifungia katika utumwa wa kutokutubu. Ulikuwa unapita. Lakini kwa mara nyingine tena Roho wa Mungu ananena na Yerusalemu. Kabla siku hii kuisha, ushuhuda mwingine unaletwa kwa Kristo. Sauti ya ushindi inainuliwa juu. Alikuwa ni wito wa unabii wa zamani. Ulikuwa Yerusalemu, utasikia wito huu. Ulikuwa umpokea Mwokozi aliyeingia malango yake. Bado anaweza kuokoa. Taarifa ziliwafikia wakuu wa mji Yerusalemu kwamba Yesu anaongea mji akiwa ni mmoja na umati mkubwa wa watu.
lakini hawaonyeshi hali ya kumkaribisha mwana wa Mungu. Kwa hofu wanaenda kumlaki wakitaraji kutawanya msafara ule. Viongozi wa dini wanapuuzia saa za thamani. Yerusalemu inapoteza dakika za mwisho. Eti wakati wanasikia Yesu anakuja, kumbuka jua linaenda kuzama na rehema ndivyo inaenda kuisha. Malaika wa rehema yuko tayari kuja ambao aondoke. Anasema walienda kumpokea Yesu, ila malengo yao ni kutawanya msafara wa nani? Niwaombe ndugu zangu, nuru ambayo imeangaza ikatufanya tuje hapa, ikatufanya tuketi hapa, ikatufanya tumepangilia wiki mbili tutakuwa hapa, tusipuuze. Tusifanya nini? Mnajua tunaishi wakati wa kufungua mlango wa rehema. Yaani sisi kwa kipindi hiki tunaishi wakati ambapo mlango wa rehema unafanya nini? Unafungwa. Nabii ameandika mara fulani akasema barua zilitumwa kwake. Watu wanauliza, "Ni lini mlango wa rehema utafungwa?" Nabii anajibu anasema, "Sina uhakika. Sijafunuliwa ni lini mlango wa rehema utafanya nini? Ila nikijuacho ni kwamba tufanye kazi ya Mungu, usiku unakuja ambapo mtu hataweza kufanya kazi." Kuna mambo mawili. Leo na wewe ukifa, yaani leo ukifa ama kesho ukifa, mambo yako yamesimama. Hapa umekufa, matendo yako ni mazuri, wewe utaamka katika kuzimu za milele. Umekufa wewe, umejambatanisha na shetani, utaamka kwenye kifo hakuna kubadilika. Yaani kwenye kifo hakuna kufanya nini? Hakuna kubadilika. Ukiamka wewe utaamka na hamu ile ile uliyokuwa nayo. Ulikuwa unawaza kuiba, unawaza uzinzi, unawaza wizi, unawaza kutukana, utaamka na matusi. Ndio. Sijapata kushuhudia wale wanaofanywa operation. Hiyo inasemekana mule wanapokuwa mpiga zile dawa zile zinamfanya kuwa kama amekufa hivi. Haelewi kinachoendelea. Zinapopungua anaongea maneno mengi sana na wanaondoa kabisa kwa daktari. Hawataki kusikia. Maana anaweza kama akaongea vitu unasema akatoa na siri zingine ambazo zilikuwa hujui kama ni mke wako na mume wako, ndio ikaishia hapo. Kumbe ilikuwa ni hivyo. Madaktari wanawatoa kabisa, wanakuja kwa ruhusu baadaye. Sasa mimi mdogo wangu alifanyia operation. Ananifuata wakati. Kama miaka 3 imepita. Wakati zile sumu zile dawa zinaisha, yeye ni kuimba tu. Imba tu, nyimbo za kanisani, imba. Sasa maneno yanashangaa. Inaonekana huyu ni msanii kwa nyimbo za nini? Za Injili. Mke wangu ndiye alikuwa anamuongoza. Alipokuja kumuuliza, "Huyu rafiki yako ni mchungaji?" Ama mume wake ni mchungaji? Akauliza, "Kwa nini?" Yaani wakati amezinduka, yeye ni nyimbo tu. Anaimba tu, ni kuimba tu. Niliposikia nikasema, kile Biblia inachokisema ni kweli. Vile ambavyo unakufa, mawazo yako, haiba yako, makusudi yako kwenye kufa kule, hakuna kubadilika. Ndivyo utakavyofufuliwa. Kama ulikuwa kwa Kristo, utaamka unatamani habari ya Kristo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo maandalizi tulionayo, fanya maandalizi ya uhakika. Nilikuwa nasikia filamu moja anauliza, "Ulikuwa unakunywa pombe, unakuta ile sigara?" Ukiwa unakunywa pombe unasema, "Wasiniona unajificha, unafanya kazi bure." Kwa sababu kile tunachokitenda kinaandikwa, kinawekwa, yaani kumbukumbu yako ipo hapo. Kwa hiyo ni tabia yako, hata ukifu utakapofufuliwa unaamka vile vile. Sasa andiko moja linasema hivi. Nalipenda sana ile andiko. Fungua Isaya 26. Muda wako unaisha saa ngapi? Saa 7? Wewe? Muda wako unaisha saa ngapi? Saa 8. Okay? Sawa. Kwa dakika 3, kama dakika 5 tutamaliza. Msichoke watu wa Mungu. Hebu Isaya 26:10. Isaya 26:10. Liko fungu ambalo nalipenda sana, liko pale. Naomba msomaji ukipata kwenye Biblia yako usimame usome. 26:10 Isaya. Inasemaje? Inasema, mtu mbaya ajapofadhiliwa. Mtu mbaya ajapofadhiliwa.
Hata hivyo hatajifunza haki. Hata hivyo hatajifunza haki. Katika nchi ya unyofu atatenda udhalimu. Wala hata uona utukufu wa Bwana. Haleluya. Kwenye ile kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo, Christ Object Lesson, mara fulani nabii ameandika hivi: tabia ambayo watu wa Mungu tutakuwa nayo mbinguni hatutaikuta kule. Tunaanza nayo wapi? Hapa duniani. Yaani nione kama nitapata haraka nisinukuu vibaya. Ninayo hapa ukurasa 200 ngoja niangalie hapo. Nimepata. Kwa Kiingereza sijajua ni ukurasa wa ngapi, ila ni kwenye sura ya ile sura inasema habari ya talanta, sura 26 nadhani 25. Sasa naomba usikize haya maneno. Usikize vizuri. Ni ya msingi sana. Yanatuelekeza kwenye hiyo fungu tunalisema kwamba mtu mbaya ajapofadhiliwa akapelekwa katika nchi ya uzuri atatenda udhalimu hata na utukufu wa nani? Yaani wewe ni mwizi. Tuchukue mfano. Wale majambazi wale. Sasa anapelekwa mbinguni. Biblia inasema kuna wimbo mmoja tunaimba, milango ifungwe mjini mzuri. Njia zake ni nini? Dhahabu, si ndio? Hata Biblia inaandika milango na nini. Sasa mfano unampeleka jambazi mbinguni. Akiangalia bawaba ni dhahabu ziko pale. Anafanyaje? Anafungua mlango na bomoa. Sasa akiingia huku tena kuta dhahabu nyingine. Maana tabia yake ni kuvunja na kuiba, si ndio? Kwa hivyo anakuta mlango huko wazi, anasema wameniweka mambo vizuri. Yaani hapa naingia bila kuvunja. Anataka kuiba. Na kwa kuwa tabia yake ni wizi, ni kuvunja nyumba, hawezi kukaa pale mbinguni, maana sio mahali pake, hata ana furaha. Sasa hata akivunja, tuchukue amevunja, ameiba dhahabu, anauzia wapi? Hakuna soko la kuuza. Maana kule dhahabu ziko tu, ndio ziko kule. Halafu hakuna neno cha wizi. Kwa hiyo atakuwa nazo merundika, akienda kwa malaika, bwana nina dhahabu nauza, asema sisi Mungu atuzaji kufanya biashara ya dhahabu. Eti hiyo biashara haipo. Kuna wasanii wameimba nasema ningekuwa na mali ningekuwa malaika. Sasa ikiangalia malaika asema huyu nimempenda hata ni hao. Hiyo biashara huko haipo. Si ndio? Hauwezi kupeleka kule. Maana tabia yake alionayo na ya kule havipatani. Kwa hiyo hata kipelekwa ni shida. Sikiliza sasa. Nabii anasema tabia iliyoumbwa kulingana na mapenzi ya Mungu ndiyo hazina pekee tu tutakayohamanayo kutoka katika ulimwengu huu hadi katika ulimwengu ujao. Haleluya. Tabia iliyoumbwa kulingana na mapenzi ya nani? Achana yale mapenzi yetu ya kawaida ya kibinadamu. Mimi bwana Mkuria, mimi ni Masai, ule Umasai ule, zile tabia za Kimasai zile, mnazijua wenyewe, sio tabia za Wakikuyu, zile zinatakiwa ziongoke, zihuishwe. Zilingana tabia wapi? Ya mbinguni, si ndio? Anasema hiyo ndio hazina ya pekee tutakayohamanayo. Yaani, sikiliza, anaendelea kusema hivi. Wote wanaofuata maelekezo ya Kristo katika ulimwengu huu watahama na kila sifa ya uungu waliopata hapa duniani hadi katika makao ya mbinguni. Hivyo maendeleo ya tabia ni ya muhimu kiasi gani katika maisha haya? Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama kuna kitu cha kung'ang'ana sana ni mabadiliko ya tabia, sio mabadiliko ya sura. Unajua kila mama anahangaika sana. Anaweza kuwa na machupa mle ndani rangi mbalimbali. Kuna rangi ya makucha, kuna rangi sio kusukua huku, kuna rangi ya mdomo, kuna
kuna rangi ya macho, sijui kuna rangi ya wapi, yaani sijui ni nyumba ya aina gani ya hivyo. Yaani hata kwamba kichwani kila sehemu unafikiria hiyo mbinguni wanaiangalia. Haina thamani hiyo. Tabia ndio inatakiwa. Leo imefika hatua kule kwetu Tanzania kuna vijana wanaitwa sharubaro. Wale sharubaro ukiwakuta mjini, yaani ni kama hakanyagi chini. Amenyoka kweli kweli, nguo yake haina doa hata hili. Mikono yake ni misafi, yaani ni milaini, na simu yake kama hii simu. Unajua hizi simu hizi nazo zimeleta matatizo. Hizi za kufanya hizi zimeleta nini? Yaani nataka kama kioo kilivyo yaani kinavyoteleza na vidole vya nini? Sasa rafiki mmoja ananiambia, bwana, hii simu yako naona kama vile imeza. Hebu tuone mikono yako. Kaambia, bwana, mikono yangu ni ya mkulima. Ni vigumu. Maana ana mimi nikitaji simu yako inakataa. Hebu tuache tuone, mimi nikiona mikono naenda. Sasa inaonekana mikono yako ni vigumu. Unalima? Nasema hivi nalima rafiki yangu. Haisei. Sasa tabia tulizonazo hapa saa hizi ni lazima zifinyangwe, zifanane tabia za kule. Maana Yesu anapokuja, wale wanaofanana ndio watakaonyakuliwa. Wanaofanana, tabia yake, mvuto wake, najua hiyo iko hivyo. Yerusalemu ilihitajika iwe mfano, iwe na tabia ya mbinguni. Yesu anapokuja aje kwa walio wake. Ila anasema walio wake kwa nini? Yesu alilia machozi. Lakini alipotazama mbele, akawakuta kina Simoni, akawakuta kina Wycliffe, akawakuta kina John, akakuta na wengine, akakuta mioyo yao ni kama Yerusalemu vile vile. Machozi akafanya nini? Akaangalia. Anasema machozi ya Yesu hakuwa kujilia mwenyewe, japo msalaba ulikuwa mbele yake. Sasa tutamhuzunisha Yesu mpaka lini? Ni swali ambalo tunapoondoka leo uende ukifikiria. Nitamfanya Yesu aliye mpaka lini? Tutamfanya Yesu aliye mpaka lini? Ninapomalizia, naomba nisome maelezo haya. Ninapomalizia, twende kitabu kile cha Luka. Turudi kitabu kile cha Luka pale tuliposoma, kuna maneno Yesu aliyasema. Luka 19. Luka 19, naomba usome ule mstari wa arobaini. Luka sura 19. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu ukutambua majira ya kujiliwa kwako. 45. Akaingia hekaluni, akaanza kuwatoa wale waliokuwa wakifanya biashara, akiwaambia, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Asante sana. Yesu ni mara yake ya mwisho, ukisema kwenye roho na bila sema alikuwa anaitakasa hekalu mara ya mwisho. Hekalu leo la kujengwa kama lile halipo. Bwana ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Hekalu kama nyumba lililojengwa, tutakuwa nasoma hekalu, ila zunguka dunia nzima tukaenda Israeli halipo. Ila mbinguni wanatambua hekalu ambalo ni wanadamu, mimi na wewe. Maana imeandikwa, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la nani? Na Roho Mungu anakaa ndani. Atakaye haribu hekalu hilo, Mungu ndiye atafanya nini? Kwa kweli kwa soma hilo tunalo hekalu, nadhani tuelewa mengi. Ukielewa hekalu ndivyo kwa imepangiliwa, hafu ukajifunza mwanadamu jinsi alivyo, unagundua ni kweli Roho wa Mungu anapaswa kae ndani yetu. Tunapaswa tuwe watakatifu watu wa Mungu. Yesu alipoingia, hebu turuhusu
sasa unapoingia, Yesu aingie, akishaingia, anapofanya usafi ndani, zile takataka za dhambi tuachane nazo. Kama ulikuwa mwizi, acha. Ulikuwa mzinzi, acha. Ulikuwa mtukanaji, acha. Leo hekalu litakaswe, maana Yesu anakuja upesi. Juma hili na lingine kuanzia sasa, kusudia kutokumfanya Yesu aendelee kulia. Kuna fungu moja nimelisoma, nadhani kale tunakuja kuliona, anasema leo kuna tunaomsulubisha Yesu mara ngapi? Hivi fikiria, wale waliokuwa wanamsulubisha Yesu siku ile katika hali ya kawaida moja kwa moja walikuwa ngapi? Walikuwa wengi, si ndio? Wengi. Ila leo unaweza wewe peke yako, mimi peke yangu, nikasema sasa leo usinifanyie mzaha Yesu. Unamsulubisha kwa matendo peke yako. Wale kama ni hatari sana. Wengi tumemsulubisha Yesu. Tumemsulubisha Yesu mara ya pili. Maana tunamfadhili kwa dhahiri. Yaani wewe ni Mkristo, afu kesho ni mzinzi. Yaani wewe ni mzinzi. Kwa mama yule, kwa binti yule, afu nasema mimi ni Mkristo. Yaani kana kwamba Yesu Kristo amekufundisha hivyo. Roho nabii kwenye maandiko yao anasema wakati malaika wa shetani wanapochukua matendo ya watu wa Mungu, anamuonyesha na mwambia angalia sasa, unaona sasa, unaona yule anasema ni mtu wa sasa, angalia kifanye. Malaika mlinzi hugeuza uso wake kwa uchungu na huzuni. Maana ni kweli. Hapo sema huyu ndio mfia, huyu ni wangu sasa. Lakini bado kwa sababu ya huruma za Mungu bado atubembeleza. Analia. Tusifanye muda wa rehema tuutumie ipasavyo. Tusiende kumfanya Kristo aendelee kulia. Napo leo mtakapokuwa umefungwa, anasema kutakuwa na kilio na kusaga neno. Tusisubiri muda wa kulia na kusaga meno. Ukifika imekwisha, ikasema imekwisha. Hali ni mbaya. Mungu atusaidie, Mungu atubariki na bariki neno lake katika jina la Yesu Kristo. Amina.